wapatie high five. Waambie kesi yangu ni tofauti. 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 Ukiweza kuambia waine, watano, wasita, wasaba, waambie kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Hallelujah. 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 Isaya sura yake ya 60. Isaya sura yake 60 mstari wa 2. Isaya sura yake 60 mstari wa 2. Tunaanza somo leo ambayo tutatembea nayo kwa muda huu, kwa hii siku ambazo Bwana atatupea, ambayo inasema kesi yangu ni tofauti. Inasema kesi yangu ni tofauti. Tazama giza litaifunika dunia, giza nene litayafunika mataifa, lakini wewe Mwenyezi Mungu atakuangazia, utukufu wake utaonekana kwako. Amen. Nasoma tena. Tazama giza itaifunika dunia, na giza nene litafunika mataifa, lakini wewe, sema lakini mimi. Lakini sema lakini mimi. Lakini sema kama unaamini, lakini mimi. Lakini mimi. Lakini wewe Mwenyezi Mungu atakuangazia, utukufu wake utaonekana kwako. Amen. Tunaweza kuketi. Leo ninakuja nitangazie mtoto wa Mungu mmoja tu kwa dakika chache hapa, ya kwamba kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Natangaza bila woga ya kwamba kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Mahali kesi wengine walimalizikia, wewe utafanyikiwa hapo. Mahali wengine waliishia, wewe utasimama tena. Mahali wengine walikufa, wewe utaishi. Mahali wengine walipigwa, wewe utafanyikiwa. Kama unaamini, sema kesi yangu ni tofauti. Kama unaamini, sema kesi yangu ni tofauti. Hallelujah. Nimekuja kukutangazia mtoto wa Mungu ya kwamba Mungu ana mpango mzuri na wewe. Mungu ana mawazo mema na wewe. Mungu anakuwazia mema. Mambo yanaweza kuwa yanaenda vile yanaenda, lakini mambo hayatamalizika vile wanafikiria yatamalizika. Mambo yanaweza kuwa magumu vile yanaenda, lakini mwisho wako utakuwa tofauti na mwisho wao, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Biblia inasema mahali tumesoma Isaya 60 mstari wa 2 ya kwamba tazama giza itaikumba dunia, na giza nini itaikumba mataifa, lakini kwako. Hapo ndio mahali andiko hiyo inabadilikia. Giza ni kwa watu wote, na giza nene ni kwa mataifa yote, lakini kwako. Haleluya. Ninapenda neno la Mungu vile walinafanya. Sayansi inaonekana hauna nguvu. Kwa sayansi tulifunzwa tukaambiwa msemo uharibika na neno lakini. Ukisoma lugha wanakuambia lugha yote msemo uharibika na neno lakini. Lakini kwa Biblia, lakini huwa haiharibu msemo kama inafuatwa na neno Mungu. Ninakuja kutangazia mtu leo hapa, lakini kwako mwangaza wa Mungu utaangaza. Nasema lakini kwako mwangaza wa Mungu utaangaza. Mahali pote giza ingelikumba hamna shida, lakini kwako
mwangaza itaangaza. Funga microphone zingine zote. Haleluya. Unafunga mpaka yangu, ubarikiwe. Haleluya. Kitu ambacho ninakuja kukutangazia leo ni kwamba mtoto wa Mungu, ili kwamba Mungu akufanyie muujiza, haihitaji mwangaza wa jua igeuke kuwa mwezi na mwezi igeuke kuwa nyota. Haihitaji siku moja uamke ukutane mbingu zote zimebadilika kuwa red, zimebadilisha kala zikakuwa nyekundu, alafu kaanza kusema kama hivi ndio imekuwa leo kuna muujiza. Muujiza hauhitaji kila mtu ashtue. Muujiza wako unakuja wakati wengine wote wanaendelea na maisha ya kawaida. Wakati watu wengine wote wanaendelea na maisha ya kawaida, muujiza wako unakuja. Wakati watu hawatarajii, wakati adui zako wangali wanasema leo ndio mwisho, kumbe hiyo ndio mwanzo. Wakati wangali wanasema hapo ndipo mahali anaishia, kumbe hapo ndipo mahali anaanzia. Natangaza leo kesi yako iwe tofauti. Nasema leo kesi yako iwe tofauti. Kama unaamini sema haleluya. Nakuja kutangazia mtoto wa Mungu ya kwamba tunapotembea katika ufunuo wa neno la Mungu kwa muda huu ambao tutatembea, utagundua kitu moja, ya kwamba ulizaliwa peke yako na ndivyo mambo yako yatakuwa ya upekee. Ulizaliwa au kuzaliwa na watu, ulizaliwa peke yako. Na wakati mambo yanapoanza kutendeka, usipimanishe maisha yako na maisha ya watu wengine. Ukumbuke ya kwamba vile Mungu alikuruhusu uzaliwe peke yako, atakupa muujiza peke yako. Vile Mungu alikuruhusu ingie dunia hii peke yako, atakutendea peke yako. Angalia jirani yako, mwambie sisi sio wamoja. Tuko tofauti, mtoto wa Mungu. Kenye unapitiaka haiko ndio kenye nitapitia. Kenye kiliuaka baba yako haiko ndio kenye kitaniua. Kenye kiliuaka anti haiko ndio kenye kitaniua. Sote tunaweza zaliwa tumbo moja, lakini hatukuzaliwa dakika moja. Na kama tulizaliwa dakika moja, kuna majina tofauti. Ikiwa tunaitwa majina mamoja, kuna kitu inatutofautisha, kwa sababu wewe na mimi sio wamoja. Muujiza wangu sio wako. Haleluya. Tukisajirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Nilikuja kukutangazia umaskini wa familia yenu hautakubaliza wewe. Nilikuja kukutangazia magonjwa ya ukoo yako haitakushika wewe. Nilikuja kukutangazia shida na gumu ya familia yako haitakuja juu yako. Kama unaamini sema haleluya. Watoto wa Mungu, nimetumwa kuwatangazia ya kwamba kesi zetu ni tofauti. Haleluya. Haleluya. Watoto wa Mungu, sasa mwambie shida tuko nayo ni kwamba tunataka kufanana watu. Tunataka kila siku tuwe kama wengine, lakini sisi sio kama wengine. Mimi na wewe ni tofauti. Vitu ambavyo ninafaa kuvipitia na wewe ni tofauti. Wengine wanasema tuko sawa, hatuko sawa. Sikiza nikwambie mtoto wa Mungu, tunaweza kuwa tunaishi pamoja mimi na wewe nyumba moja, lakini hatuishi chumba moja. Tunaweza kuishi mimi na wewe chumba moja, lakini hatulali kitanda moja. Tunaweza kulala kitanda moja, lakini hatushangii pilo moja na wewe. Na tunaweza kuamua siku moja tuchangie pilo, lakini hatutachangia ndoto, kwa sababu sisi ni tofauti. Hata tukijikaza namna gani, kuna utofauti kati yako na mimi. Hata utake usitake, kesi yangu ni tofauti. Nilikuja kukutangazia venye ndugu zako wanapitia hautavipitia, venye watu wako wanapitia hautavipitia, venye kizazi hiki kinapitia hautaipitia, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Haleluya. Kwa huu muda tutatembea katika maandiko tukiangalia jinsi Mungu anataka tuelewe, ili kwamba tukitembea na Mungu tutembee upekee, ili kwamba tukitembea na Mungu tutembee bila lawama. Mungu umepatia action kali, mimi hujanipatia. Amepea action kali, hiyo ni kesi ya action. Ikija yako atakupea zaidi ya kali. Kikija kwako atakufanyia zaidi ya ile amefanyia mwingine. Acha kulilia muujiza wa mwingine, unaweza kuwa mdogo kuliko wako. Angalia jirani yako, mwambie kesi yangu ni tofauti. Haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Leo, siku ya leo ni siku ya neema, watoto wa Mungu.
Kuna watu ambao wamekuwa wakikompiti na wewe. Kuna watu ambao wamekuwa wakipingana na wewe. Kuna watu ambao wamekuwa wakijaribu na wewe. Kuna watu ambao wamekuwa wakiamini ya kwamba utakapofika mahali watu wenu hufika, utakuwa kama vile watu wenu hukuwa. Lakini baada ya ibada ya leo, utakapofika mahali watu wenu hufika, utakuwa tofauti, kwa sababu kesi yako ni tofauti na watu wenu, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Haleluya. Mtu akataka niambia, pastor, niko na uoga kwa sababu watu wetu hukufa wakifikisha miaka 49 na mimi nimekuwa na 48. Sasa mimi ndiye mzee kwa familia na ninajua mambo ni magumu. Nikamwangalia nikamwambia, umefikisha 48, utakapofikisha 58 kuja unitafute. Na mwaka jana alikuwa na 58, hakuwa tena anakumbuka ya kwamba wao wanakufa kwa 49, alikuwa na 58 na akaniuliza, pastor, mambo iko aje? Nikamwambia, hata mimi sijui. Ninayoijua ni kwamba kesi yako ni tofauti. Hautakufa mahali wengine ukufia, hautaisha mahali wengine uishia, hautamalizika mahali wengine umalizika, kwa sababu wewe sio wao. Haleluya. Hiyo inanifanya mtoto wa Mungu, wakati ninaimba nikiruka, nikifurahi, nikipokea neno napokea kwa furaha. Usinisumbue ama usinitete, kwa sababu wewe na mimi ni tofauti. Kenye nimepitia na kenye wewe unapitia ni tofauti. Familia nimetoka ndani na familia wewe umetoka ndani ni tofauti. Umaskini ambao nimeokoka kutoka ndani na umaskini wewe umeokoka kutoka ndani ni tofauti. Wengine mnazaliwa mmeshapangiwa mali ya kurithi na vingine na vingine. Wengine tulizaliwa tukapangiwa madeni zenye tutalipa tukikomaa. Sisi sio wamoja. Kwa hivyo ukiniona ninasifu, niache nisifu, niache niimbe, niache nimuinue, kwa sababu kesi yako na yangu ni tofauti. Ukiniona ninatumikia Mungu, niache nimtumikie vizuri bila kuwa na masukumano yoyote, kwa sababu kesi yako na yangu ni tofauti. Mahali amenitoa na mahali amekutoa sio moja. Haleluya. Haleluya. Sasa tusitake sote tuwe wamoja. Tusitake sote tutembee hivi sawa. Tusitake sote tuonekane vimoja. Hatuko wamoja. Haleluya. Na vile vile umbali amenitoa sio umbali amekutoa. Umbali anavyonipeleka sio umbali anapeleka mwingine, kwa sababu kila mmoja ana umbali wake. Kila mmoja anajua mahali ametoshana na Mungu na mahali wanaelekea. Haleluya. Angalia jirani yako kumwambia, usijisumbue na yangu. Anaijua na ni tofauti na yako. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna watu hapa, mjamaa mwingine alituambiaga, mimi tu hairi Mungu anipatie siku 10 Amerika kuliko mwaka moja Afrika. Nikifika tu Amerika nikae siku 10 na nikufe. Maana yeye maono yake ilikuwa tu siku moja aende Amerika. Mimi sina hata haja ya Amerika. Sijali masiku 10 ama masiku 12. Alo, sijali masiku ama miaka. Ninataka tu nitimize aliloniumbia Mungu kwa kizazi yangu. Na nitakapomaliza nitamwambia Baba, niko tayari, unaweza kunipumzisha. Sijali mambo na mengine. Haleluya. Kesi yangu na yako ni tofauti. Na ukweli huyo ndugu alipoenda Amerika, baada ya miezi kadhaa akafariki. Alikuwa anataka sana kwenda Amerika na akaenda, na alipofika huko na akafariki. Basi akaishia. Sasa unajiuliza, unajua ukikufa wewe tu ndio unatoka duniani. Wengine wanabaki. Na tukimaliza kukuzika tunaenda tunachomesha nyama. Tunatandika. Na tunaongeza kasupu. Kwa hivyo acha kuwa natushtua. Naweza kufa hapa, naweza kufa hapa. Basi utakufa na mwingine. Si utakufa peke yako. Angalia jirani yako mwambie, ukitaka kwenda usiniache. My friend, kesi zetu ni tofauti. Kesi zetu ni tofauti. Na vile vile watoto wa Mungu,
magumu yenye ninapitia na yenye unapitia ni tofauti, ndivyo ushuhuda wangu na wako utakuwa tofauti. Wakati nitakaposhuhudia uzito wa magumu yangu, itakuwa ndio ukuu wa ushuhuda wangu, na ule leja wa magumu yako itakuwa ndio leja ya ushuhuda wako. Lakini nimekuja kukutangazia, usiogope vile unalipitia, mtoto wa Mungu, halitakumaliza. Itakapofika dakika fulani, mbingu zitatokezea, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Ndugu yangu, unasema nini? Kichwa iko na kuuma sehemu hii moja, tena ya kushoto. Hivyo ndivyo anko yako alianzaga, hivyo ndivyo mjomba yako alianzaga, akalia siku hizi na tukamzika. So pole, wewe ndiye nimekujia sasa. Rafiki yangu, kichwa inaweza kuniuma kama vile iliumaga anko, lakini haitamaliza vile ilimalizaka na anko. Mimi sio anko, mimi ni mimi na anko ni anko. Nitakapofika mahali kesi yangu itabadilika kuliko vile ilimalizaka ya anko. Ya anko ilimalizaka, yangu itamaliza. Amen. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Unajua watoto wa Mungu, kila familia iko na sako yao yenye huwa wanafanya. Kila familia inakuwa na kakitu kenye huwa kanajirudisha. Kwetu yenye ilikuwa inatutesa ilikuwa ukifika form 6. Ukifika form 6 ni sharti kwanza uhate, udunde, alafu ndio upite. Mnafanya mtihani, unagonga 0. Unajua hiyo mtihani ya form 6 Kongo inakuwa na shida moja, kwa sababu wanaleta tu majina za wale wenye walipita. Sasa mnaendaga kuangalia siku ya result, mnaendaga tu kuangalia kama jina yako iko. Hata uangalia ulipata alama ngapi. Unakujaga tu wameiweka kwa ukuta hivi. Unakuja unapitisha macho, ukiona hakuna leta ya jina yako, na unajua huko ni sherehe sana, kwa sababu ukiona tu kuna jina yako, watu wanakungoja na unga ya mhogo, wanakumwagia, wanasherehekea, wanafurahi, wanasema huyu ameshinda. Hata kuna wengine anapata 50%, lakini wanamwagia maziwa ya powder. Unamwona yeye wote anatoka hivi, anamwagia maziwa na ni 50%. Wa 70 na 8 au mwagia maziwa, lakini akaka 50 maziwa kwa sababu ameponyoka. Na tukiwa tunaenda kuangalia, unaendaka na karibu kiko kana hivi, miguu haishiki, unafika hivi, wajamaa wanasema tunakungoja na unga, tunakungoja na unga. Hakuna mwenye atakuuliza, uso yako imeshawaambia. Uso wako ni tofauti. Pole, funga. Pole ni wewe. Na unajua pole ni mbaya. Pole inafanyaga chozi nyiko hapa ianguke. Hauna kwa haja ya kulia, lakini unasikia tu kapole kanauma. Na unapita hivi katikati ya watu, ndio unasikia watu wanakuwa wanauliza, huyu jamaa kupaka form 6? Halo? Na unakuta Kongo yote, nchi nzima ni sherehe baada ya sherehe, kwa sababu mitihani yote ufungwa inapelekwa kwa capital city Kinshasa, kwa muda wanai-examine, kisha wanatumia kila shule sasa result ya wale ambao wana qualify kwenda university. Na kwambia kila mzazi anakuwa anaomba, kila mtu anakuwa kwa maombi. Hivi tarehe 19 watakuwa wako kwa mitihani kila mahali, kila mtu yuko kwa maombi. Ukifungua saa hizi Facebook yangu, niko na request zaidi ya 100. Nikumbuke kwa maombi, baba nitafanya mtihani. Nikumbuke kwa maombi, baba nitafanya mtihani.
Na kwetu kwa nyumba yetu tulikuwa tunajua vizuri ya kwamba kutoka mzaliwa wa kwanza hatupitaji hiyo mtihani. Tunapitaka baada ya kudunda. Unakuja unafanya jina hakuna. Wengine wanamwagiwa unga. Haijalishi una akili ya namna gani, haijalishi una ujuzi wa aina gani. Hakuna hiyo. Brother yangu mkubwa alikuwa na akili timamu. Akaenda akaangalia. Hakurudiaga hata nyumbani. Tukao tu tunasikilia huko mtaani. Hakupata. Na ikashuka hivyo. Na ikawa ni kawaida. Mpaka kwetu tunaanza kujua usipopata ni kawaida. Na siku ilifika kwangu. Nikaingia form 6. Nikaanza kuandaa. Mimi kwa kichwa yangu ninajua ya kwamba kwetu hatupataji ya kwanza. Halafu siku moja principal akaingia kwa class, akaambia wanafunzi, nyinyi wanafunzi ni wazuri, lakini kuna watu watatu vichwa vyao vimenisumbua hapa, hawatapita. Wa kwanza Ackson, wa pili jamaa mwingine alikuwa anaitwa Imani, wa tatu dada mwingine alikuwa anaitwa Zawadi. Akasema wale hawatapita. Nikasikia sasa mimi kuchanga hiyo neno yake na ukweli wa kwetu. Nikajua sasa hapa ameharibu kila kitu. Nikasimama nikamfuata. Nikamwambia mzee, nitapita. Akaniambia hautapita. Pinga hapa. Nikamwambia mzee, nitapita. Akaniambia wewe, na hiyo mchezo uko na shule? Kila wakati wa shule uko kanisani. Eti unaongoza kwaya. Hiyo kwaya ndio itakupea. Nikamwambia mzee, unachukia Mungu? Akaniambia usijione Mkristo kutuliko upiti ngo. Haleluya. Watoto wa Mungu. Nikaanza kufikiri. Hiyo ikapita. Baada ya miezi kama 6, mama yangu tu anakuja shule, anafika anakutana jamaa mwingine hapo mmoja alikuwa mwalimu wetu mmoja wa walimu, anaitwa Likangi. Akamwita, mama kuja. Akamwambia, ninataka kuambia kitu. Unaona kijana wako hatapita. Mama akamwangalia akamwambia, shindwa kwa jina la Yesu. Atapita. Kwa nini unataka kulaani mtoto? Nikajiangalia nikasema basi, wa pili huyo ameshasema sita. Na wote hawasemi sina akili. Wanasema ninacheza na shule kwa sababu ya kanisa. Ninapenda mambo ya kanisa, ninaenda kwa maibada, ninaenda kwa makwaya, ninaenda kwa sijali. Ni kama mimi siandai mtihani. Kaambia ni sawa. Hiyo neno ikanisumbua mwaka mzima. Na ikafika siku kuna baki wiki moja mtihani. Nikaenda nikaita wale wenzetu wawili. Nikamwambia, Imani na Zawadi, tuliambiwa sisi watatu hatutapita. Na mtihani sio hawa ndio wataucorrect, lakini neno yao ina nguvu. Mimi pia kwetu watu hawapitaji ya kwanza. Tuingie kwa maombi ya mafungo siku 3. Tuvunje laana ya maneno ya kutufanya tusipite. Imani akaniangalia hivi. Akaniambia, mimi sijawahi atafunga kutoka asubuhi mpaka saa 6. Tenyewe nafunga ya siku 3. Utaingia peke yako. Nani alikudanganya? Kwa mafungo ya siku 3 niko naomba. Mpaka niko kwa klasi hivi nasikia kichwa nafanya hivi. Nikaona sasa ni kama principal atasema, mnaona sasa amefika mahali hatapita. Bila anakaa sasa hatapita. Nikaomba siku 3. Nikililia Mungu nikimwambia
tumekuwa tukifanya sako kwa nyumba yetu, na watu wameisha inusa kwa hewa, na wameisha jua ya kwamba mimi ndiye ninafuata sasa. Mungu unipe neema nisipite peke yake, lakini nivunje sako kwa familia yangu, watakao kuja nyuma yangu wao wakipita. Haleluya. Wote watakao kuja nyuma yangu wawe wakipita, na wao wakipita vizuri kuniliko, kwa jina la Yesu. Nikafanya maombi ya siku 3, nikaenda nikaketia mtihani, na kuambia siku ya mtihani ndio nikagundua kumbe sikuwa nasoma. Nikaanza na vitu ni kama vinaenda hivi, nikasema basi Mungu unisaidie uniolewe. Nikajaribu nikafanya kwenye sijui ninafanya kule Kongo wanaita mikalukalu, unaamini tu Mungu, hii ndio nitachagua, unaandika hii kama mathematics. Siku yenye utakuwa na shida ya mathematics, ukiniletea nikusaidie, ninakuondolea shida, ninakuwekea magumu, kwa sababu sijui kitu. Basi Mungu wa mbinguni akusaidia mtoto wa Mungu. Ilipofika unajua siku moja Claudio alikuwa ananiletea sijui mathematics zao, waseme daddy ni homework. Nikisikia tumekuuliza gani hiyo? Mathematics. Uncle. Hiyo ni vitu vya rahisi hapo atakusaidia. Sio vya rahisi. Mimi na mathematics tunakuaga hivi. Angalia jirani yako mwambie kesi yako ni tofauti. Angalia jirani yako mwambie kesi yako ni tofauti. Angalia jirani yako mwambie kesi yako ni tofauti. Nimekuja kukutangazia mahali wengine walishindwa utaweza, mahali wengine walibadilika utafanyikiwa, mahali wengine hawakuweza wewe utaweza. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Tukaketia mtihani siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Mtihani tukamaliza. Mtihani ukiisha tukarudi mtaani na tukawa kama waraia wengine. Tunaanza kutafuta ma university, mahali tutajoin. Na mimi nikaanza kutafuta. Na wakati siku ya result ilifika, ikawa bahati mbaya, ikawa ni Sunday. Na huyo ndugu mwenye anakosaka shule, wakituambia eti kuna shule mtasoma Sunday asubuhi ili kwamba mrikave na mwalimu fulani, huyo mwalimu hataniona. Kwa sababu Sunday mimi na ibada ni hivi. Wanasema hiki msifikirie kinapendana kanisa, kinaogopaka shule hiki. Naambia hapana, mko mnaweka shule wakati hakuna ibada. Haleluya. Hiyo siku ya result inatoka ni Sunday. Nikachagua rafiki yangu mmoja, nikamwambia uende uniangalilie. Ukipata nimepita, uruhusu wakumwagie unga. Alafu ukuje kanisani na unga. Nikikuona tu umetokezea huko umemwagiwa unga, nitajua nimepita. Kama hauna unga, nitajua sijapita. Akaniambia hamna shida, akaenda. Anaitwa Frank. Akaenda akaangalia. Na mimi niko kanisani hapo, tuko kwa maabudu, ninacheza gitaa. Matumbo ndio inacheza kuliko gitaa. Tunaimba tu hapo. Tuko katika hali ya kuimba na kuabudu. Nikaona tu Frank anatokezea kwa mlango huko nyuma, anajaa unga. Anaingia. Alipotokezea tu hivi na unga, nikasikia nguvu ya miguu inaniisha. Nikashuka tu kwa magoti, kanisa yote ikajua amepita. Huyo hivi amejazwa, hii sio Roho Mtakatifu. Hii ni kupita. Nikamwona anaingia na unga, tukiwa tunaimba na akaja tu na akaniwekelea. Na ibada inaendelea. Mimi sijali unga yake tena. Nimeona mbingu zimefunguka. Kuwa mtoto wa kwanza kwa
familia ya watu wenye akili kupita ya kwanza bila kuwa nimeshindwa. Nikasema kumbe kesi yangu ilikuwa tofauti. Sikuwa kama wengine, sio kwa sababu hawamjui Mungu, sio kwa sababu hawana akili, lakini muda wa kuvunja masako ilikuwa imefika, na Mungu akanifanya kesi yangu ibadilishe historia. Naja kukutangazia mtoto wa Mungu, kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Mahali wengine walikuwa wakishindwa, utaweza. Mahali wengine walikuwa wakianguka, utasimama. Mahali biashara ingine ilifunga, yako itaendelea. Mahali kazi za wengine ziliisha, yako itapromotiwa. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Nikaona ya kwamba Mungu hana upendeleo. Lakini ya mshangao, tulikuwa wanafunzi 40, tukapita wanafunzi 38, wawili wakashindwa. Ni imani na zawadi. Mungu anajua ya kwamba watu wanaweza kusema kawaida, lakini kuna maneno ya nguvu, na watu wakisema na maneno yao ya nguvu, uchawi wao hautakufanyikia kwako. Nasema maneno ya watu yanaweza kushika wengine, lakini hayatakushika wewe. Nasema maneno ya vinywa vya watu vinaweza kutua juu ya wengine, havitatua kwako, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Walitarajia 3, mmoja akaponyoka kwa sababu kesi yake ilikuwa tofauti. Mahali walitarajia kifo kwako, waone uhai. Mahali walitarajia kuanguka, waone umesimama. Mahali walitarajia ufe, waone umeshinda, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Patia watu 4, haifai kuambia kesi yangu ni tofauti. Patia watu 4, haifai kuambia kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Inua mikono yako juu, shangilia Bwana zaidi, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Mtoto wa Mungu, hautaisha mahali walitarajia uishi. Hautaanguka mahali walitarajia uanguke. Biblia tumesoma imesema, tazama giza itaikumba dunia na giza nene itakumba mataifa, lakini kwako wewe mwangaza utatokezea na utukufu wa Mungu utakuangazia, kwa sababu wewe sio wao. Giza inaweza kumba wengine, lakini wewe mwangaza utatokezea, kwa sababu wewe ni tofauti. Nasema wewe ni tofauti. Nasema wewe ni tofauti. Aliyekuja nyuma yangu bila hata kumongojea, express. Aliyefuata, express. Pastor Alfred akaja, express. Keilaki akaja, express. Benjamin akaja, express. Hello. Why? Because the circle was broken. Kwa nini? Nasema mzunguko ulikuwa umevunjika. Baada ya muujiza wako, watu wote wa nyumba yako washirikee huo muujiza. Watu wote wa familia yako wapitie njia yako ya muujiza. Wote ambao walikuwa na magonjwa, utakapopona na wao wapone. Utakapofunguliwa na wao wafunguliwe. Wote waliokuwa na magumu kama yako kwa familia yako, baada ya ibada ya leo uwe njia ya ufungulivu wao. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Baada yako wengine wote hawatasumbuka tena. Baada yako wengine wote hawatateseka tena. Nasema baada yako wengine wote watashangilia, wengine wote watafurahia, wengine wote watasherekea, si kwa sababu ya kitu kingine, lakini kwa sababu wewe umebadili kesi. Naomba mbingu ikufanya wewe ulete utofauti wa kesi. Nani alikuambia mtaisha vile watu walitarajia? Hamtaisha hivyo. Nani alikuambia mtamalizika vile watu walitarajia? Hamtamalizika hivyo. Nani alikuambia utazika mtoto? Natangaza hautazika mtoto. Biblia inatuambia ya kwamba watoto wetu watatuzika, na ninatangaza hiyo neno kama mtumishi wa Mungu, hutawahi zika mtoto. Watoto watatuzika kwa wakati wa uzee wetu. Gladys, Stephen na wote watakaokuwa hapo wanizike mimi, sio mimi kuwazika wao, kwa jina la Yesu.
Angalia jirani yako, mwambie hiyo ni baraka yangu. Kwa nini mtoto wa Mungu? Sikiza nikwambie, mtu akipoteza baba anaitwa yatima. Mtu akipoteza mama anaitwa yatima. Sikiza nikwambie, are we together? Mume akipoteza mke anaitwa pia kuna jina yenye anaitwa kwa Kifaransa na Kiingereza, lakini pia ni mjane. Na ukipoteza mume pia ni mjane. Umeshasikia wanapea mtu jina akipoteza mtoto? Hakuna jina ya kupoteza mtoto. Ukiitafuta kwa Kiswahili hakuna, ukiitafuta kwa Kiingereza hakuna, ukiitafuta kwa Kiebrania hakuna, ukiitafuta kwa Kigiriki hakuna, ukiitafuta kwa Latino hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Biblia haijatupatia nafasi ya kuzika watoto. Ni watoto wanafaa kutuzika, sio sisi kuzika watoto. Natangaza kama nabii wa Mungu katika madhabahu haya matakatifu, Mungu akupe neema. Wale ambao tumezika imetosha, hatutazika tena. Watoto wetu watatuzika kwa jina la Yesu. There are things which happen to us. Kuna vitu vyenye vinatutendekeaga kwa sababu mbingu zilikuwa zitatupatia ufunuo, na tunapopata ufunuo tuna haki ya kuambia Mungu, hii ndio ufunuo umetupea, tutatembea nayo. Leo ninatangaza kwa uzee wako, watoto wako wakuzunguke, wakuzike, lakini sio tena wewe kuzika watoto kwa jina la Yesu. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Mungu ikufanyie kama mtoto wa Mungu. Mungu ikupatie muujiza huo kwa jina la Yesu. Kila wakati simuikilia ni mtu amefariki, simuikilia ni auntie ameenda, simuikilia ni anko ameenda, simuikilia ni babu ameenda, simuikilia ni baba ameenda. Wameenda ya kutosha. Nimesema wameenda ya kutosha. Paka tunaanza kuogopa simu za ushago. Ukiona simu ya ushago matumbo inaanza kutetemeka. Tena wanataka kusema ni leo ndio kutangazia kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Upigiwe simu za baraka, upigiwe simu za amani, uitiwe na wewe hata pesa. Ai. Na wengine wapigaji ni please call me. Wakuambia ni havina maana. Anakusukumia please call me, ukimpigia anakuambia maneno machafu. Natangaza kutoka leo, wakikupigia wakupigia maneno ya amani, kwa sababu kesi yako nasema kesi yako, nasema kesi yako. Hallelujah. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, utakapoanza kutembea leo, tembea ukijua ya kwamba wewe si kama wengine. Tembea ukijua ya kwamba maisha yako na ya wengine ni tofauti. Unapoongea ujue ya kwamba mahali wengine walijikwaa, hautajikwaa. Mahali wengine walianguka, hautaanguka. Mahali wengine walishindwa, hautashindwa. Mahali wengine walikufa, hautakufa. Mahali wengine waligonjeka, hautagonjeka. Hewa mbaya inaweza pita mtaani inagonjesha watoto wote, sio wako. Nasema sio wako. Develop complication, hiyo ni deadly. Don't deadly in my house. Natangaza baada ya watu kufikiria ni deadly, watajua kwamba tuko na Mungu ambaye anashinda kifo, na akishinda kifo ana uwezo ya kubadilisha kesi yangu. Hallelujah. 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 Tungelikuwa tunafuataka ripoti za madaktari vile wanatuambia, na ndivyo mambo itakuwa. Kama mimi sisimami hapa leo, kama mimi ni marehemu miaka nyingi imepita, kama baba yangu wa kiroho hayuko vile alivyo leo, kama hatembei na miguu miwili baada ya hiyo accident ambayo alikuwa nayo, lakini tuko vile tulivyo leo kwa sababu kesi zetu ni tofauti. Mahali wengine walimalizikia, sisi hatukumalizika. Tulipata neema ya kusimama tena kwa sababu kesi zetu ni tofauti. Ndio kwa maana Biblia inasema kwa kitabu cha Mika ya kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena. Niwapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Hallelujah. Nimeanguka ndio, wengine wanaangukaga na hawatasimama, lakini baada ya maanguko nitasimama tena. Nimegonjeka, hamna shida, wengine ugonjeka na wanakufa, lakini baada ya magonjwa nitasimama tena. Nimekosa pesa, sawa, wengine ukosa pesa wana run mad, lakini baada ya kukosa pesa, pesa zitakuja. Kesi yangu na yako ni tofauti. Mungu ambaye ameniita
mwambie my case is different. Angalia jirani yako, mwambie kesi yangu ni tofauti. Kama unaamini, mpatie Bwana makofi mazuri. Patia yeye makofi mazuri. Patia yeye makofi mazuri. Ushangilie Bwana zaidi kwa sababu kesi yako ni tofauti. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, tunapoanza kutembea katika maandiko, tutagundua ya kwamba kila mtu ambaye Mungu alimtembelea kiutofauti. Na kila mtu ambaye Mungu alimtendea kiutofauti. Kuna wale ambao alitendea wakiwa wanaona jaribu na hawajawapata. Kuna wale alitendea wakiwa tayari ndani ya jaribu, na kuna wale ambao alitembeza mpaka mwisho wa jaribu. Tuko pamoja, watoto wa Mungu. Kuna wale ambao wataiona lakini hawataingia ndani. Kuna wale ambao hata mkiwa mko ndani tayari ana uwezo ya kuwaokoa, na kuna wale ambao watatembea ndani yake na wanamaliza bila kufariki. Kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, unapoona mambo yanakuwa magumu, acha kuanza kufikiria ni nani na nani na nani. Hapana. Nani na nani na nani hawako kwa hii kesi. Nani na nani na nani yao iliishaka vile iliishaka, sio yako. Sasa ukiwa kwa yako, angalia mbingu. Acha kujiuliza na nani alifanikiwaga hiki, na nani alipitiaga hiki. Wale nani walipitiaga na nani walifanikiwaga, hayuko wewe. Kama unasikia sema nasikia. Kama unasikia sema nasikia. Mtoto wa Mungu, magumu ya wengine kuna wakati inaenda kuwa baraka kwako. Unanisikia? Mahali wengine walipitiaga magumu, wewe ukiingia kwa hiyo magumu inakuwa baraka kwako. Amen. Watu wanakuwa nasema, mbona yeye ananawiri akiwa kwa hiyo situation. Hapana, sio yako. Kitu moja nimeshagundua, ukiniona ninaanza kunona, ujue sina pesa. Wakati niko na pesa huwa nina maintain, kwa sababu shughuli zinakuwa nyingi. Ninapanga. Wakati sina, ninanona kwa sababu sina cha kupanga. Na relax. Am I talking to somebody? Watoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo wengine wakipitia wanaisha. Tukiingia saizi tena kwa mafungo ya siku 40, nitatoka nimenona, utatoka umekonda. Kwa sababu mimi hapa sina stress, isipokuwa maziwa ya Glado na Steve peke yake, na mboga jioni. Gharama ya nyama, gharama ya samaki, gharama ya tunataka kukula pigs. Ninanona, ninafanya mpango. Hello? Kwa sababu vile huwa ninaona magumu na vile wengine huona magumu ni tofauti. Nimekuja kukutangazia leo, uanze weka macho yako kwa Kristo. Venye vinamalizaka wengine vitakujenga. Amen. Venye vinafinyaga wengine vitakunenepesha. Venye vinashushaka wengine vitakuinua. Oh. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Your case is different. Natangaza kwa maisha yako, kesi yako ni tofauti. Usiruhusu watu waanze kukupimanisha na wengine. Yako ni tofauti. Wengine utajirika wakiwa wadogo. Wewe umefikisha umri, umemaliza, unakaribia kumaliza hata uzee. Utatajirikia hapo. Kwa sababu kesi yako ni tofauti. Jambo mwingine akaniangalia akaniambia, kichwa kimemalizika na nywele nyeupe baba. Nikamwambia ni chako. Inanaza wale walikuwa wanataka kuniambia imesonga. Haijalishi kama imesonga ama haijasonga. Mahali aliandikia nitabarikiwa, sio mahali aliandikia utabarikiwa. Nitakapofika hapo, atafanya mambo ya hapo. Haleluya. Atafanya mambo ya hapo, sio mambo ya jana. Ya leo yatabadilisha historia, kwa sababu kesi yako na yako ni tofauti. Kwa familia yetu tukifika mahali
tuna divorce, na tukidivorce tunaishi hivyo na watoto wetu wanaishi hivyo. Sikiza nikwambie, mama na baba wanaweza kudivorce, mimi sita divorce, na watoto wangu hawata divorce. Nasema na watoto wangu hawata divorce. Tunaweza kuchunga ndoa. Nani alikudanganya? Watoto wako wataiweza. Unasema amen kama unaona watoto ama unatarajia. Amen. Nasema watoto wako wataiweza. Nasema watoto wako wataiweza. Haleluya. Kanisa moja hapa Bukavu, pakawa na waombaji ambao wanaomba pamoja, na wakiwa wanaomba hapo wakaungwa mkono na dada mmoja. Huyo dada akawa mwombaji pamoja na wao. Unajua kuna watu ambao vipawa vinafananaka. Huyo dada alikuwa na uso unafanana mwombaji. Maana anakuja hivi, unaona tu amekasirikia pepo. Atapika pepo, anakaa. Shida ingine, sauti yake inakaa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Dada yangu, ni wewe ama ni mjomba yako? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa maombi, tunatarajia muujiza. Na huyo dada alikuwa hivyo. Uso ni otherwise, sauti ni maajabu. Lakini akiomba, mnafikiria huyu sio mtu. Anaenda marathon na marathon na marathon, maombi, mafungo faragani, maombi, mafungo faragani. Watu wanakuwa wanajiuliza, huyu alipenda Mungu sana kwa sababu alijua hakuna mwenye anaweza kumpenda. Usiona mtu anaanguka katika upendo wa Mungu kwa sababu hata akianguka ya dunia hakuna mwenye atamuona. Anaweza pita hivyo anasema kama ndugu. Na katika hiyo hali ya maombi ya huyo dada, Mungu akanena akasema, nimekukumbuka na nitakupea ndoa. Watu wenye walikuwa kwa hiyo maombi wakajiuliza, hata kama Mungu anakumbuka nani, huyu ndiye amekumbuka. Kwa hii kanisa kuna wadada ambao huyo unabii inafiti, sio huyu. Umekumbuka na Mungu atakupea ndoa. Angalia jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Angalia jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Watoto wa Mungu sio urembo uchunga boma, ni Mungu upea mtu boma. Kama uko tu mwaminifu kwa Mungu, atabadilisha kesi yako. Biblia inasema atawanyima wenye hekima na wenye maarifa. Maana yake atafanya wajinga waaibishe wenye akili. Kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Huyu dada akawa anangojea Mungu. Wakaka wote wa hiyo kanisa walikuwa wanajua kabisa kuna unabii juu ya huyu dada, lakini maombi yao, baba, hiyo unabii isikuwe ni mimi. Hiyo unabii isikuwe ni mimi. Kwa sababu huyu ni maajabu. Wewe ni unaambia, my sister, I love you. I love you too. Unashida, nani ndiye sister hapa? Na ndugu mmoja ambaye ametoka kanisa hiyo akaenda Ulaya, na akiwa Ulaya akaoa. Alipooa akatumiwa mke,
Alipooa, alifika huko akachukua msichana mmoja ambaye ni Mkongo ambaye alikuwa anaishi Ulaya. Walipoanza kukaa pamoja, msichana akampitishia maajabu za kidunia. Zenye anamwambia, ninajua rights zangu. Na huyo ndugu siku moja akataka kumwambia, wewe nitakufunza heshima. Huyo dada akaenda karipoti kwa polisi, wakamwambia 100 meters. Tukisikia tu ulikuwa karibu yake 100 meters, hata mkiingia supermarket wakusikia tu uko karibu yake 100 meters, anuse tu perfume yako, alafu apige polisi, ninasikia perfume yake 100 meters, tunakufunga. Kama akasema ninakufia huko. Siku moja anaingia tu super, ananunua, anaangalia huko. Na huyo dada naye anaangalia huko. Mwenye wako na anaambia, ona ex wako. Hawajaachana hata. Wamewapatia tu 100 meters. Alipoangalia tu hivyo akapiga polisi. Jamaa yuko tunamuua hivi, anasikia polisi wanamzunguka. Tulikuambiaka 100 meters. Shika jamaa. Jamaa akajidefend, lawyer akamtetea, akatoka. Akaomba divorce. Dada akamwambia niko tayari, wakaacha. Ndio jamaa akapiga simu kwao akasema ninataka mke. Wakamtumia picha ya kwanza akasema sitaki huyu. Anakaa kama huyo. Huyo jamaa yeye mwenyewe na akili yake timamu akasema ninataka huyo mke mwenye watu wakiona watajua ni mke wa wenyewe. Wakimwangalia tu wanasema amri ya 9 inasema usitamani mke asiyendoa. Manake sura yake ni amri. Basi wakamwambia kama huyo tujue unataka, tunajua mahali tunaenda. Wakaenda kanisani, dada wewe ndio unaeleza criteria. Wewe ndio unaeleza factors za mke wenye mtoto wetu anataka. Je, utampenda? Tuone kwanza picha. Kama ni mapenzi ya Mungu. Dada, uliza huyo Mungu kama ni mapenzi yake. Baada ya siku 3 ndio walipotumia jamaa akasema hata sina haja ya picha. Mulipe mahari, munitumie mke. Walipomtumia akasema ndio nimepata mke. Bwana amenikumbuka. Haleluya. Natangaza kwako kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Zenye vitakupea ndoa ndio venye vinaimaga wengine ndoa. Zenye vitakufanya ukubalike ndio vinafanyaga wengine wakataliwe. Ila wenyewe wanasema unakaa zenga, hiyo ndio itafanya wanakukubali. Natangazia mtu hapa leo, mahali wengine walipigwa, wewe ukubaliwe. Mahali wengine walikataliwa, wewe upokelewe. Mahali wengine walishushwa, mbingu zikupende. Ndio nasema nikiangalia huyo dada. Mtoto wa Mungu, mbingu zikukumbuke. Nasema mbingu zikukumbuke. Usitarajie kuwa na degree upate kazi, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Usitarajie kujikwatua dada yangu, unajua wengine mnateseka 2 hours kwa mira. Hata kitoka nje tunaona mke wa Farao. Pepo hii. Sasa jireo kumwambia nacho. Tunatoka hivi tunasema tunakutana hata kutembea umeshaimitate. Kuwa natural.
Kesi yako ni tofauti. Kesi yako ni tofauti. Tu unakutana dada yangu, unaweka kanguo kamini ni kama kenye kametengenezwa na material ya tai. Kama hizi hapa. Na tu miguu. Fimbo. Ninatembea hivi ni pembe, ndio unachukiwa. Kila mwenye anakuangalia anasema kani. Ona tu miguu. Na ni kama tulikuwa tunagonjwa upele zamani. Tuna matashi. Tufunike. Funika hivyo. Sasa mwambie kuwa natural. Kesi yako ni tofauti. Mwambie kesi yako ni tofauti. Mwambie kesi yako ni tofauti. Mahali wengine walishindwa, wewe utawezea hapo. Kwenye vinafanyaga wengine wanakataliwa, wewe vitakufanya ukubalike. Kwenye vinafanyaga wengine washushwe, wewe vitakufanya uinuliwe. Kwenye vinafanyaga wengine wapoteze, wewe vitakufanya upate, kwa sababu kesi yako. Hallelujah. Hallelujah. Huyu dada alifika Ulaya. Naongea sasa hivi yuko Ulaya. Alianza kutengenezwa na jamaa. Jamaa anamtengeneza lakini kidada ni kimwomba kitu. Unajua unaweza kutengeneza mtu lakini sauti ni hiyo hiyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanakitengeneza, wanakinunulia nguo nzuri, kinaweka perfume kazuri. Sasa hizi ni kimhubiri. Unaweza kukiona kiko kinaongea Facebook. Bwana Yesu mwema. Mambo ni mazuri. Na familia imekomaa. Tumeshakuwa na watoto 4 na wanasonga mbele. Halo, unabii ulitimilika au kutimilika? Unabii ulitimilika au kutimilika? Mahali wengine walijua sasa hiyo ndio yenyewe haijawahi kuwa kriteria ya kupata mke, ikamfanya yeye ndio kriteria ya kumchukua. Mahali wengine walijua hiyo ndio yenyewe itafanya unabii usitimilike, hiyo ndio itafanya unabii unatimilika. Na tangaza kenye wengine watafikiria ni magumu, Mungu aitumie kuwa ndio nguvu zako. Mahali wengine watafikiria ndio madhaifu yako, Mungu ayatumie kuyafanya kuwa mafanikio yako. Mahali wengine walidhania hauenei, hiyo kutokuenea ndio Mungu atafute. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo kutokuenea hiyo ndio Mungu atumie. Simama kwa mikono yako. Simama kwa mikono yako. Ina mikono yako kwa dakika moja, nasema ee Bwana Yesu, ninajua kesi yangu ni tofauti. Kuja mbele tuombe, kuja mbele tuombe kwa dakika moja. Kuja mbele tuombe kwa dakika moja. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah.
kauli inayoinuka hapa Yes, Jesus. tunaiinua kwa sababu tunaamini kesi yetu ni tofauti. Vile wengine walimaliza, hatutamaliza hivyo. Vile wengine walishindwa, hatutashindwa hivyo. Mahali ambapo wengine walianguka, tutasimama. Mahali ambapo wengine walilala, tutainuka. Mahali ambapo wengine walikwama, tutaenda mbele. Mahali ambapo wengine walikauka, tutanawiri. Mahali ambapo familia zilikufa, zetu zitaishi. Mahali ambapo watu walimalizika, sisi tutaanza. Fungua kinywa chako, ambia Bwana, nakushukuru kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Ambia Bwana, nakushukuru kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Fungua kinywa chako na weka hiyo mikono pamoja. Ambia Bwana, nakushukuru kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Ambia Bwana, nakushukuru kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Ambia Bwana, nakushukuru kwa sababu kesi yangu ni tofauti. 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 Ambia Bwana, nakushukuru kwa maana kesi yangu ni tofauti. Nakushukuru maana kesi yangu, 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 kesi yangu. Jehova, hao watoto wako hawatakufa mahali wengine walikofia. Hawa hawatashindwa mahali wengine walishindiwa. Hawa hawatamaliza vile wengine walimaliza. Hawa wana ushuhuda. Hawa wana ushuhuda. Kesi zao ni tofauti. Mahali wengine walishindwa, hawa wataweza. Mahali wengine walianguka, hawa watasimama. Mahali wengine walikauka, hawa watanawiri. Mahali wengine hawangelienda mbele, hawa wataenda mbele zaidi. Mahali wengine walicrawl, hawa watafly kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mikono yao inapoinuka juu, leo ninatangaza, mahali mikono ingine ilitoa viozo, yao itatoa mafanikio. Mahali mikono ingine ilitoa vitu visivyofanikiwa, leo wataona mafanikio. Natangaza kazi ya mikono yao itabarikiwa, kazi ya akili yao itabarikiwa, kazi ya mikono yao itazaa matunda. Wataona matokeo kwa sababu kesi yao ni tofauti. Watoto wao watabarikiwa, ndugu zao watabarikiwa, familia zao zitabarikiwa, wake zao watabarikiwa, waume wao watabarikiwa, wazazi wao watabarikiwa, watu wao watabarikiwa, kwa sababu kesi yao leo imekuwa tofauti. Tunakushukuru Mungu, tunakuinua Bwana, tunakushangilia wewe, tunakushangilia wewe, tunakushangilia wewe, tunakushangilia wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. It is done. It is done. It is done.